Tumesoma katika the book of Exodus chapter 14. Nina ujumbe ambao kipa kichwa ama the theme holding your peace. Holding your peace kwa Kiswahili ni kwamba ushikilie amani yako. Bwana asifiwe. Na tumesoma kuhusu watoto wa Israeli ambao ni watoto wa mtu mmoja anaitwa Jacob, ambao walikuwa wameishi katika mji wa Misri kwa miaka mingi. Na wakati ilifika ya wao kukombolewa na kutolewa katika mji ule wa utumwa ambao wamekuwa kwa utumwa kwa miaka mingi, na Mungu akanena na mtumishi wake Musa ya kwamba imefika wakati ya watoto wangu kutoka katika utumwa. Na watoto wa Israeli walikubali kwenda baada ya kushuhudia miujiza kadhaa ambayo Mungu alitenda, na hata Farao mwenyewe akakubali baada ya kuona miujiza 10 ambayo Mungu alipigo kwao. Na ilipofika pigo la 10, Farao akakubali ya kwamba wacha waende. Na walienda, wakiendelea katika safari yao walipitia majaribu mengi, wakafika wilderness, jangwa. Na hapo ndio mambo yalianza. Tukaona ya kwamba kumbe hao watoto wa Israeli hawakuwa na imani kabisa. Imani yao ilikuwa inaenda ikiyumba. Mara wakati walipofika jangwani, walikuwa wanalalamika, they murmured a lot. Walinung'unika sana. Wakakumbuka hata mikate. Kuna mahali walikumbuka mikate, wakakumbuka malenge za Misri. Wakafika mahali hata wakakumbuka ya kwamba huko hata kulikuwa na makaburi. Kwa nini ukatuleta tufie hapa jangwani? Na hivyo ndivyo maisha ya Wakristo ilivyo. Maisha yetu kama Wakristo, wengi wetu tumefika mahali ambapo tunanung'unika kwa vitu mingi. Watoto wa Israeli waliogopa hata jeshi la Farao, wakaanza kunung'unika, wakalalamika, wakalia, wakaona maisha yao imefika mwisho. Na hata wakakumbuka, wakasema afadhali hata tungerudi kule Misri. Afadhali hata kule tulikuwa tunakula mikate, tulikuwa, Biblia inasema, walisema tulikuwa tunakaa tunasingira a boat full of meat, na hata kulikuwa na malenge huku kando. Hivyo ndio neno la Mungu linasema. Wakakosa tumaini kwa Mungu, na hata wakaanza kukua walegevu kwa imani yao. Sisi kama Wakristo, Mungu alitukomboa kwenye utumwa wa dhambi. Bwana asifiwe. Wakati ulikuwa katika ule utumwa wa dhambi, ulikuwa umeshikilia ule ulevi, ilikuwa yako, usherati ulikuwa umeishikilia. Na Mungu akanena na moyo wako siku moja, akakwambia wewe ni mtoto wangu, kubali ukaokoke, ukarudi kwa Yesu. Na ukweli ni kwamba ulitii ule neno ambalo Mungu alisema, ukaokoka, you got saved. Mungu akakuosha kwa damu yake. Na hivyo basi tukaendelea kwa hii safari ya wokovu. Ukakuwa mtu mwinjilisti, unachapa injili, tunaenda crusade, tunahubiri, unaimba vizuri, alafu shetani kama ule anajifanya kama malaika wa nuru. Biblia inasema ya kwamba anakuja kama ule malaika wa nuru with a very decisive voice, akakunenea, akakukumbusha ya kwamba unaona hata ile maisha yako kabla hujaokoka ulikuwa na pesa mingi sana. Tangu uokoke biashara inaanza kwenda polepole. Na Biblia inasema ya kwamba many are the affliction of the righteous, but God delivered them. Bwana asifiwe. So ukifika mahali ambapo unaona ya kwamba maisha imekuwa ngumu, unaanza, shetani naye si mjinga, saa zingine ni mkora sana, ni mchanja, anakunong'onesea mpaka ukikaa hivi kweli unasikiza, unasema na ni ukweli. Ukweli kabisa, tangu ile siku nilikiri Yesu, biashara yangu hata haisongi. Haki unaona ukweli ni ukweli, anakuambia unaweza rudi huku tuongee. That is why I always say, usiwahi pea sikio lako shetani. Bwana asifiwe. Kuna yale maneno ambayo ni ya kukudanganya, na ukiweza msikiza vizuri utakubali ya kwamba ni ukweli. Ukimsikiza vizuri, ukichukua hiyo neno lake ukaichukua, ukamagnify, ukaiona kabisa
ukiona vizuri una realize ya kwamba it is true. Tangu niokoke nimepitia vitu mingi sana. Tangu niokoke hata kazi yangu ilienda chini. Tangu niokoke my boss ananiona vibaya. Tangu niokoke kazini mimi sasa natulumiwa sana, napitia manipulation na so many vitu mingi ninapitia katika hata kazi yangu. Lakini asubuhi ya leo nimekuja kukutia moyo ya kwamba Mungu yupo na anajua yale yote inaendelea. Bwana asifiwe. Amen. Na ninakuambia ya kwamba never go back. Usiwahi fikiria kurudi nyuma. Bwana asifiwe. Amen. Wana wa Israeli kama wangerudi nyuma, waseme sasa tumekubali turudi kwa Farao, wangewahi fika Kanani? Hawangefika katika ule mji ambao mbele yao Mungu amewaandalia mambo mazuri. Mbele yao Mungu ametenga awape mashamba yao au wenyewe. Ukisoma mpaka umalize the book of Joshua, au watoto wa Israeli walienda kufika huko wakagawiwa mashamba, kila mtu na shamba lake. Na huko Misri walisafu kama watumwa kwa miaka mingi, mtu hana chochote yenye ni lake. Lakini wakati walifika Canaan, Biblia inasema Joshua aliwagawia mashamba, kila mtu akapata share yake. Imagine if they wange decide ya kwamba wacha turudi Misri sasa tuende tukule malenge na nyama, hawangewahi pata mashamba, wangebaki kukua watumwa. Kwa hivyo ninaiwahimiza asubuhi ya kwamba usiwahi rudi nyuma katika wokovu wako. Bwana asifiwe. Mahali Mungu amekufikisha, iwapo utapitia majaribu, Biblia inatuambia katika the book of 1 Corinthians chapter 10 verse 12 and 13. Tumesoma tukasikia ya kwamba yule ambaye unasimama, jihadhari sana usianguke. Bwana asifiwe. Kwa sababu haya majaribu yakikuja na wewe umesimama kwa wokovu wako, ujichunge sana usijipate umeanguka. Na iwapo utasimama mpaka mwisho, utakuwa mshindi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo usirudi nyuma, never go back. And Egypt was hard for them. Walikuwa slaves huko. There was no hope in Misri. But they also imagined that I should go back. Tunaweza rudi nyuma. Wakafikiria kwamba afadhali huko, ingawa huko ilikuwa ngumu sana. So the devil, vitu za shetani zinaonekana mzuri, vitu za utumwa saa zingine zinaonekana machoni pako inaweza kuwa ni mzuri sana ukiona, lakini mwisho wake ni mauti. The Bible says in the book of Romans chapter 6 verse 23 that for the wages of sins is death. Anytime you imagine anything that is sinful, anything that you feel guilt doing, it is a sin. Amen. And when you do a sin, the Bible says mshahara wake ni mauti. Na Biblia haiwezi contradict. It means what it says, that it is death. So anytime you imagine of ya kwamba wakati before niokoke nilikuwa na pesa mingi, before niokoke nilikuwa naendelea vizuri, hata sikuwa na shida, hivyo ndio shetani anakujanga kunong'onezea. Na usipe masikio yako, kwa sababu wakati utampa masikio utamagnify mpaka utaona ya kwamba hayo maneno ambayo ananiambia ni ukweli. So hata wakati njaa iliwapata wana wa Israeli, walisumbuka sana. Kumbe hata njaa ni kitu ambayo inaweza fanya mtu afanye dhambi. Njaa inaweza kufanya ukue mwizi, njaa inaweza kufanya ufanye vitu ambavyo si vya kawaida, na utachipata ya kwamba ile wokovu wako ambao uliupokea Yesu utaiwacha. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tungangane sana ya kwamba ile wokovu ambao uliupokea miaka mingi zilizopita, mwingine ataokoka leo, mwingine aliokoka last week, mwingine aliokoka in the year of 90s, mwingine uliokoka 2000. Shikilia hiyo wokovu, usiachilie. Mambo yakikuja ikuwe ngumu, aje, trust in the Lord. And as we continue, I've said never go back. Another thing is, ndio usirudi nyuma. Kitu ambao unafaa kufanya ni kutumaini Mungu. Watoto wa Israeli hawakuwa na any trust in God. They never trusted that God can make a way. They never trusted God. And when you are facing trials and temptation, hold your peace and trust in God. He will make a way. In the book of Exodus 14 verse 13. Exodus 14 verse 13, tumesoma neno la Mungu likatuambia aje. In the book of Exodus 14:13, the Bible says, and Moses said to the people,
Do not be afraid, stand still and see the salvation of the Lord, which he will accomplish for you today. For the Egyptians whom you see today, you shall see again no more forever. Amen. The Lord will fight for you and you shall hold your peace. Bwana asifiwe. Yale unayoyashuhudia saa hii kwa maisha yanaenda nikana kwamba ni ngumu, wewe shikilia amani yako na umtumainie Mungu. Na neno la Mungu linasema wale wa Misri ambao unawaona saa hii hautawahi waona siku nyingine forever. That is what the Lord says to these people of Israel. Na hiyo ni tumaini kwetu ya kwamba yale unayoyaona, as long as utamtumainia Mungu wako, as long as utatrust kwa Mungu, uwezi waona siku nyingine. Maana Biblia inasema hapo kwa 14 that the Lord will fight for you. The Lord will fight for you and you shall hold your peace. Wewe shikilia tu amani, kuwa na amani ndani ya moyo wako ya kwamba Mungu anaweza kukushindania. Bwana asifiwe. In Isaiah 43 verse 19. Isaiah 43:19, Biblia inasema ya kwamba behold, I will do a new thing. Anaendelea anasema I will make a way in wilderness. Hapo unajifunza ya kwamba Mungu anaenda kutenda jambo jipya kwa maisha yako. Bwana asifiwe. Bora tu umemtumainia na umeweka imani yako kwake. Mungu ni mwaminifu. Hawezi kukuacha. Hawezi acha yale ambayo alikuahidi. Even before you were born, the Bible says in Jeremiah, I knew you even before. Alikujua tangu zamani na ako na hatima ya maisha yako. Ni wewe tu umshikilie na uwe na tumaini kwake. Bwana asifiwe. Another thing is that God is aware. Mungu anajua. Mungu anajua hayo yote unayoyapitia. Ukisoma hiyo story ya the Israelites, the Bible say and God hardened the heart of Pharaoh. Si kwamba Farao alikuwa anakuwa mgumu bure, ni Mungu alikuwa anakusudia yeye akuwe na moyo ngumu kidogo ili adhihirishe ya kwamba Mungu anaweza. Ili Mungu ajionyeshe ya kwamba anaweza fanya. Bwana asifiwe. In every situation, every season, every time, God is aware of what is happening. And he has a reason. He might delay in your eyes, but he will come at his appointed time. Bwana asifiwe. Anaweza kaa mpaka uone ya kwamba ni kama Mungu amechelewa kunisaidia, lakini kwa wakati wake yeye mwenyewe ataitimiza. Ukikumbuka wakati mtumishi wa Mungu Lazaro alipokuwa mgonjwa sana, akakuwa mgonjwa akakonjeka, finally akakufa. Kama Yesu angekuja wakati alikuwa anakonjeka, nini ingefanyika? Angepona, si ndio? If Jesus angekuja immediately ambaye Lazaro ni mgonjwa, Yesu hata na ni rafiki yako, kimbia, Yesu akimbia apone. Kungekosekana mtu angesema mimi nilimpea dawa. Hakungekosekana mtu angejitokea aseme mimi ni daktari, nilikuja na dawa zangu na Lazaro akapona. But Jesus waited until he's dead. Not only dead, but buried for 3 days. Alingoja mpaka akazikwa siku 3 ili kwamba atakapofufuka hakuna mtu atasema nilimtibu, hakuna mtu atasema ni kazi yangu nilifanya. Alikuwa anataka kujitwalia utukufu yeye mwenyewe. Bwana asifiwe. Amen. Na hapo the book of Exodus 14:17 and 18 tumesoma tukasikia ya kwamba Mungu alisema alikuwa anataka kujitwalia utukufu kwa hiyo kazi yote alikuwa anawafanyia Israeli. Alisema ya kwamba Biblia inasema ya kwamba in the book of Exodus 14:17 and 18 the Bible says, and I indeed will harden the heart of Egyptians, and they shall follow them, so I will gain honor over Pharaoh and over all his army, his chariots and his horsemen. Then the Egyptians shall know that I am the Lord, when I have gained honor for myself over Pharaoh, his chariots and his horsemen. Bwana asifiwe. Alikuwa anataka watu wajue ya kwamba yeye ni Mungu. Alikuwa anataka kujitwalia utukufu. Wakati wewe unapopitia majaribu na unaona kana kwamba Mungu amechelewa, those manipulation you are going through, your boss anakunyanyasa sana kazini mpaka unaona kwamba mimi hii wokovu imeniletea shida. Na kuambia Mungu anasababisha hiyo yote ili wakati ata make a way that you come through, hata watu watakuuliza na wewe unaabudu Mungu gani? They will want to know your God more. Kwa sababu yale utapitia
unaona kabisa unanyanyaswa, unakanyangiwa chini, wakati Mungu atajidhihirisha, my sister, my brother, they will ask you, na Mungu wako ni gani? Unaomba Mungu mgani? Uje ulizwa swali kama hiyo siku nyingine ya kwamba na wewe Mungu mwenye unaabudu ni mgani? Nataka kujua yeye zaidi. Kwa sababu gani? Mungu amefanya kazi mpaka ajidhihirishe na ajitwalie utukufu. Na wakati utakapoulizwa na unaombaga Mungu mgani, hapo ndio utapata kuchapa Injili. Waambie huyu Mungu ninamwabudu ni huyu. Bwana asifiwe. Na hivyo Mungu atakuwa amejitwalia utukufu. Haleluya. Kwa hivyo tusikufe moyo. God is aware of everything that is happening. Hata saizi tunalia uchumi imeharibika, mambo haisongi, nini tunalalamika, lakini one thing I know, God is aware. Hakuna kitu ambaye ni siri kwa Mungu. Anajua yenye tunapitia, anajua kile unahitaji, na anajua vile atakavyokufanyia ndio upite kwa hiyo majaribu. Kwa hivyo tusikufe moyo. Never go back. Trust in the Lord because God is aware. Another thing is that be obedient to the voice of God. Imagine when the children of Israel was murmuring up and down, wananungunika. Kama Musa mwenyewe angeungana nao na pia yeye aanze kulalamikia Mungu. Ambia hata wewe Mungu kweli uliniona aje ukaniambia niende. Unadhani hao wangevuka that Red Sea? Hawangevuka hiyo Red Sea. Kwa sababu gani? Hakuna mwenye angeweza kusikia the voice of God. Kwa sababu kelele zingekuwa mingi. Kila mtu hapa nyama, mwingine anaongelelea nyama, mwingine anaongelelea malenge huku, mwingine huku analalamikia kukufa wilderness. Mungu akitaka kuongea hakuna mwenye anasikiza. So be obedient to the voice of God. Be silent and listen to what God is telling you to do. In times of trials, be obedient to what God is saying. He's the only one who can see you. Hata ukinungunika mara ngapi, maybe God is telling you, my sister, Mungu anakuambia hii biashara yako umelalamikia kwamba haisongi, na Biblia imekuambia try me, give me your tithe. Na wewe umeuza biashara zako, umesema nimeuza so only 100 bob, nitatoa nini? Wewe umekataa kuwa obedient, si ndio? Ukaeka hiyo so yako ukaikunja. Ungepeana hiyo 10 bob, maybe kesho yako ungeamkia biashara mzuri uuze mingi, si ndio? So be obedient to what God is saying. I'm just using that example of selling 100 bob in a day. Umefungua biashara yako kuanzia asubuhi mpaka jioni. Ikifika jioni unafunga na 100. Na Biblia imekuambia nini? Try me. You imagine 100 bob, hata kubudget haitoshi hiyo budget ya kwako. Nikitoa 10 bob tena itanisaidia aje? But what the Bible says is that be obedient. Try me. Jaribu Mungu siku moja uone kama haititenda. Amesema nitafungua milango, nitafungua dirisha mpaka hakuna mahali penye mtaiweka. That is what the Bible is saying. So I'm encouraging you this morning, this day, that be obedient. When you are going through trials and temptation, be silent and listen to what God is telling you. Amen. Be obedient to the word of God. Yes. Akikwambia amuka leo uende Ilula uombe siku 3, usiseme sasa mimi nifunge. Amuka tu, beba mzigo yako, enda funga. Huwezi jua utakutana na nini huko. Maybe kuna kitu umeombea miaka mingi, na utakapofika huko milimani umeomba siku 3 unakutana nayo. Miujiza do happen and you don't know. As I conclude, trust for his miracle. Trust for his miracle. When Israelites had come to the Red Sea, na hiyo army ilikuwa inawafuata, they had no hope. They never realize even God can do a miracle. They never know. So I want to encourage you that trust for his miracle. Our God is God of miracle. As a believer of Jesus Christ, always know that there is a miracle that will happen. In every situation, wewe umeokoka unapenda Yesu, hiyo inatosha. Amini na utumaini ya kwamba kuna miujiza itafanyika. Bwana asifiwe. Again, when we lack food, when they lack food, they remember mystery because they never believe in miracle. Hawakujua ya kwamba Mungu anaweza nyesha mvua ya mikate tu peke yake, inyeshe mikate, hawako wanajua. Everything is possible before God. Always know that our God is a God of miracle and everything is possible before him. Hakuna kitu inamshinda. Just trust for his miracles.
Si ile miujiza ya kufake, si fake miracle, just trust for his miracle. Miujiza ni ile umeomba Mungu ukajifungia, anasema go into your inner room. Kama unapitia majaribu, mambo ni mazito, go into your inner room. Where is your inner room? Jifungie huko ndani. Ambia Mungu vitu zako zote. Usingoje mtu mwingine akuja kuambiane kwa niaba yako. In fact, I want to remind you that your prayers, ile maombi ambayo unaifanya wewe mwenyewe, is more powerful than even ile ya pastor kukuja kukuombea. Kwa sababu wewe ndio unajua kile uko nayo. You cannot open up to everybody umwambie shida zako. Hata nikikuja mchungaji amekuja anataka kukuombea, huwezi maliza mashida zako ukimwambia. Lakini wewe mwenyewe unajua ile uko nayo. Unaenda ndani ya nyumba yako, the inner room, that is what the Bible says. Open your heart. Mwaga mbele za Mungu, mwambie yote na ataona tu it is my time to do this. It is not your time to do this. It is either yes, no, or wait. That is what God is doing. So, He is God of all the flesh. The Bible says in the book of Jeremiah 32:27 that I am the Lord of all the flesh. Is there anything too hard for me? That is what God is saying. So, and every time, know that God is God of all the flesh. Anajua kile inakusumbua. Mara mingi unanung'unika bure. Unajua kunung'unika hata ni dhambi sasa. Because unanung'unikia Mungu, unauliza Mungu, why me? Why do you ask God such a question? Why me? Kwa nini Mungu? Kwa nini mimi? Hata Mungu unalalamika bure. Hiyo ni kama question Mungu, na amekuumba wewe, anajua kila kitu ndani yako. So what is there is just to know that God is God of all the flesh. And there is nothing too hard for him. Bwana asifiwe. So never think of the past and trust God for his miracle. Usiwahi imagine yale yamepita. Kama ulikuwa unafanya biashara ambazo si mzuri kwa Mungu na ukawaachana nayo, na hiyo biashara ilikuwa inakuletea pesa mingi, sasa umesota kidogo, unaanza kuimagine vile ile biashara nilifanya ilikuwa inanipea pesa mingi. No, never think of the past. Hiyo uliwaachana, ukatubu, ukaambia Mungu nisamee, nimeokoka, ninakupenda. So trust for his miracle. Mwambie Mungu, sasa penye nimefika ni mimi tu na wewe, and God will make a way. Amen. So nimemalizia hapo nikisema ya kwamba never go back to your sinful nature. Amen. Trust in the Lord, love him, and he will make a way where seems to be no way. Anytime umefika mwisho, mwambie Mungu ni mimi tu na wewe. Ikiwezekana toa viti ngapi? 2. Weka yako hapa na weke ingine hapo. Waambie Mungu, sasa hii ni yako, kalia hapo, mimi nikae hapa. And you imagine that God is sitting there. Na uanze kumwaga maneno yako. Mwambie I need this, and God, you know I need. Unajua kweli mimi nahitaji. Mimi ni mwanafunzi, nimekosa kugraduate miaka mingi. God, I need to graduate. And there is nothing too hard for him. I want you to know that Jeremiah 32 verse 27 says, I am the Lord of all the flesh. Is there anything too hard for me? There is nothing. So may God bless you so much. Nataka tu usimame kwa miguu yako, uende mbele za Mungu. Mara mingi umenung'unika.